Mazishi ya Khamenei yamefanyika katika eneo la kaburi la Imam Reza baada ya maombolezo yaliyodumu kwa takriban wiki moja na kupita katika miji mitakatifu ya Najaf na Karbala huko nchini Iraq kabla ya kuhitimishwa kule Mashhad, mji aliozaliwa kiongozi huyo. Wakati Khamenei anazikwa, hatma ya mrithi wake kiongozi mkuu mpya wa Iran Mujtaba Khamenei imeendelea kuwa gumzo nchini humo kutokana na kuto kujitokeza hadharani tangu kuanza kwa vita vilivyosababisha kifo cha baba yake, huku ripoti ikieleza kuwa bado hajajitokeza kwa sababu za kiusalama na kiafya. Kwa uchambuzi wa kina juu ya swala hili, hapa studio tumemwalika mchambuzi wa maswala ya kimataifa Ibrahim Rahbi. Rahbi, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Rahbi, mazishi ya Ayatollah Al-Khamenei yana umuhimu gani kwa Iran na kwa siasa za ukanda wa Mashariki ya Kati? Nadhani ni kiongozi mkuu, nadhani ana kofia mbili ya bila shaka. Khamenei ukitoka kuwa kiongozi mkuu wa nchi, anabaki kuwa kiongozi mkuu wa imani kubwa kabisa ya Kishia iliyopo ndani ya Irani pamoja na Iraq. Kwa hiyo ndio taswira kubwa ambayo unaweza ukasema kuwa umuhimu wake ni huo. Kiongozi aliyefanya mapinduzi makubwa sana, kiongozi aliyejenga Irani ya sasa, na kile wanachojivunia, hata haya unayoyaona ya kulazimisha baadhi ya vitu vitokee duniani, unaweza ukasema kuwa huu ni msingi wake ambao umekuwa. Irani leo inahesabika kama ni taifa ambalo limeendelea sana na lina uchumi mkubwa, lakini si tu hii, elimu iko juu sana. Ametoa elimu kubwa sana hasa kwa watoto wa kike, na ndio maana mpaka leo inatajwa kuwa nchi yenye wanasayansi wengi zaidi wa kike ni Irani, na 70% wanasayansi wa Irani ni wanawake, na maana yake kuwa ni nchi ambayo imetoa fursa kubwa sana kwa elimu. Lakini maendeleo pia yamekuwa ni makubwa ukilinganisha na Irani ya nyuma. Nchi ambayo imeogelea kwenye vikwazo kwa miaka 47, lakini bado imekuwa ni nchi imara sana. Kwa hiyo huu ni msingi ambao ulipelekwa na Khamenei mwenyewe. Kifo cha Khamenei kimeacha pengo gani kisiasa na kidini nchini humo? Kawaida pengo linabaki. Hakuna mtu ambaye anaweza kaziba pengo la yoyote, kwa sababu kila mtu ana title, ana kitu chake, anaweza kusema ana ladha yake. Inabaki kuwa vile kiongozi aliyeheshimika sana, kiongozi ambaye alipendwa pia, kwa sababu majibu ya maziko yake ndio yanatoa ishara hiyo kuwa huwezi kuvutia watu milioni 15 mpaka milioni 20 kwenye maziko ikiwa wewe ulikuwa ni kiongozi wa aina gani. Kwa hiyo hii ni ishara inaonyesha kuwa alikuwa kiongozi wa watu aliopendwa. Lakini kisiasa inabaki kuwa alikuwa ni mtu mwenye maamuzi na mwenye kuheshimiwa sana, na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amefunga, naweza kusema kuwa migawanyiko ambayo kuna wakati huwa inaonekana ya kisiasa. Lakini huyu nafasi yake na heshima yake, anaweza kusema kuwa alikuwa ni mmoja wa viongozi wachache sana waliobaki, hasa waliokuwa wasimamizi wa mapinduzi ya mwaka 79, nao walikuwa na heshima kubwa, kwa sababu tangu mapinduzi ya mwaka 79 yeye alikuwa ni mtu ambaye mwenye nafasi nzuri na kubwa na akiheshimiwa zaidi. Muangazie Mujtaba, mtoto wake ambaye ametajwa kuwa mrithi wa nafasi hiyo, lakini hajaonekana hadharani tangu kuanza kwa mgogoro huu. Hali hiyo inaweza kutafsiriwa vipi kisiasa na inaashiria nini kuhusu hali ya ndani ya Iran? Wapo kwenye vita, yani kwa sababu wako kwenye ceasefire still on, yani ceasefire sio kwamba mmeweka tu silaha pembeni, lakini unaweza ukasema kidole kipo kwenye trigger. Wapo kwenye vita, lakini hali ya Mujtaba ina mchanganyiko wa taarifa, kuanzia shambulizi lilomuua baba yake ambalo kuna watu walitaja kama alikuwepo na yeye. Kwa hiyo wanasema huenda alijeruhiwa, ambapo haijawahi kuthibitishwa. Irani haijawahi kuthibitisha wala kukanusha taarifa hizi kuwa Mujtaba alijeruhiwa au vyovyote atavyokuwa. Lakini kingine wanazungumzia kuhusu usalama wake. Usalama wake kwa sababu unakabiliana na nchi ambazo ni mabingwa wa uhalifu, unaweza kusema nchi ambazo hazina haki na sheria, wala sheria hazifanyi kazi kwako. Leo hii ukiuliza kifo cha Ali Khamenei ambaye alikuwa ni kiongozi mkuu wa nchi hiyo, nchi ambayo ilikuwa ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa, sawa, kimewajibishwa kwa nini? Yani hatua gani zimechukuliwa kwa wale walichokifanya hicho, na nani aliyehalalisha hili? Limekwenda kwa wapi? Uwajibikaji umetoka wapi? Hakuna. Kwa hiyo hayo yote yanatokea. Wanafahamu Irani kuwa tukimweka kiongozi wetu mbele pia anaweza kuuawa, kwa sababu tunaishi kwenye dunia isiyokuwa na haki, ambayo kuwa hata kuuawa kwake tunaweza majibu yote ikakosekana, na huenda ikazua mtafaruku mkubwa kabisa, kwa sababu ikiwa kiongozi wa Iran tena atashambuliwa mwingine na kuuawa hivi sasa, huenda ikazua mpasuko mkubwa zaidi ndani ya Irani kuliko sehemu nyingine, kwa sababu itaonekana kama
hali sio kawaida. Ndio maana unaona kuna vitu vinaweza vikatokea. Kwa hiyo kwenye hili swala inabaki tu kuwa ima afya yake haiko sawa au wamemzuia kwa masuala ya kiusalama, vyovyote vile, kwa sababu hawajatoa taarifa yoyote ambayo kwa nini hakuonekana Mujtaba kwenye maziko, licha ya kuwa watoto wengine watatu wa Khamenei wameonekana kwenye maziko hayo, isipokuwa yeye kiongozi mkuu. Hata pia lakini kuwa Mujtaba kwa kawaida si mtu anayeonekana hata kabla ya kuwa kiongozi, si mtu anayezungumza wala si mtu ambaye huonekana mara nyingi toka wakati wa baba yake. Lakini kama alikuwa kiongozi mkuu, ameshateuliwa kwa kiongozi mkuu, alipaswa kuonekana, lakini hawajatoa taarifa yoyote. Ni amejeruhiwa, kwa nini hajaonekana, au masuala ya kiusalama. Je, kuna uwezekano wa kutokea mabadiliko katika sera za ndani lakini hata za nje za Iran baada ya tukio hili? Bila shaka mabadiliko muhimu, kwa sababu unafahamu kuwa moja ya watu ambao walipinga sana kuteuliwa Mujtaba ilikuwa ni mimi. Kabla wakati Mujtaba alipaswa. Unajua utawala unapokaa madarakani muda mrefu wa familia fulani, ni kawaida, hii ni kitu cha asili, na si kwa Irani, karibu nchi zote duniani watu huchoshwa na utawala fulani. Lakini maandamano ya Januari yalikuwa yametoa taswira fulani kwa Irani kuwa kulikuwa kuna mabadiliko yanatakiwa yafanyike, ya ndani, ya kisera, kwa vyovyote vile kubadili baadhi ya vitu ili kuendana na kasi. Iran ina population ya watu zaidi ya milioni 90 na wengi wao ni vijana. Kwa hiyo kuna wakati lazima ilikuwa hivyo. Rudi nyuma kwenye uchaguzi uliofanyika baada ya kifo cha Ibrahim Raisi. Ibrahim Raisi alifariki kwenye ajali ya ndege 2024. Nenda kwenye uchaguzi uliomweka Rais Masoud Pezeshkian. Pezeshkian alikuwa ni mgombea pekee kwenye ile nafasi chini ya wahafidhina wawili. Yani aliokuwa anagombea Jalil Saad alikuwa ni muhafidhina na mwingine alikuwa ni muhafidhina. Yani yeye peke yake ndo alikuwa mtu mwenye msimamo wa kati, yani kiongozi mwenye msimamo wa kati. Lakini walivyokwenda kwenye uchaguzi alishinda, manake aliwashinda viongozi wawili wahafidhina, walikuwa yeye akashinda. Manake hii ilikuwa ni ishara kuwa Wairani hawataki tena kutawaliwa na kiongozi wa mrengo wa kulia zaidi. Kwa hiyo walikuwa wanataka mabadiliko. Kwa hiyo hii ni moja ya ishara ambayo inakuonyesha kuwa ni lazima Irani ije pitie kwenye mabadiliko ya ndani, kwa sababu tayari ishara zinaonyesha hivyo. Rahbi, tunakushukuru sana kwa kuzungumza nasi asubuhi hii. Shukran sana, asante. Naam, ni Ibrahim Rahbi huyo akizungumza nasi kuhusiana na haya ambayo yameendelea huko nchini Iran katika maziko ya